kwa sababu binafsi wao baba zao ndio wa kwanza kuleta malalamiko, na hisi hata hao ndio wamewashauri waandike barua nao wakalalamiki. Hao hawachezi na hao nao waandike barua yao pia, kama vipi wao hawaimbi, wao wacheze, hao hawaimbi. Hao wenzao si hawachezi na wao barua yao waandike sasa hivi, na wao wachapishe na t-shirt kwamba hawaimbi. Kwa hiyo ukimsikia mtoto analia, basi upo karibu na mama yake. Kwa hiyo tunaamini kelele utazisikia tena kesho baada ya 12 jioni, utasikia kelele zinaamka kutoka Karatu kule Babati. Sisi tushafanya shughuli yetu. Kesho hakuna goli moja. Kesho hamna sala sawa hadi zipo. Kwani swalilia kwenda kwa mama baada ya Simba tubaki kuchukua misimu minne, hawajalia. Na ule msimu wa tano ule ambao wao ndio wameenda kuchukua ubingwa 2022, walipoanza kutoa sare na Mbeya City, wakaanza kulalamika. Msemaji mdau Manala, mhamasishaji Bumbuli wameitisha press. Walipotoka hapo kaona haitoshi, bado tena wazee wao wameitisha press Jangwani, wakiongea kwamba tumekubaliana msimu huu mpira uchezwe. Hasa mpira uchezwe siku ile ulikuwa zinachezwa ngumi pale au kulikuwa na mieleka? Sawa, kalalamika muogo, leo analalamika majani. Sasa ametoka kwenye ule muogo. Kwa hiyo wale tu. Wewe ushakula ule muogo na kisamvu? Ushakula? Mtu na mjomba wake ushakula? Hatari hiyo. Sifanye masiala. Kwa hiyo ndio hichi kinachoendelea. Kwa binafsi hao wengine mbona siwasikii? Kwa nini walalamika? Kwani vilabu viko vingapi kwenye ligi kuu? Si 16. Kwa nini walalamika hao watu wawili kila siku? Hao wengine hawashiriki ligi. Azamu hawapo. Ushawasikia Azamu wanapiga kelele kwanza zopiga hawa? Ushawasikia? Azamu wakati wanacheza na Simba ushawasikia wachezaji 5 au 4 wameweka benchi? Ushawasikia? Kwenye vilabu viwili vikubwa ushawasikia wachezaji 8 wanaweka benchi? Kwa nini hawa? Wananuna, wanaona wanateseka. Hata kesho wasicheze. Kesho wenyewe wasicheze, wasilete timu kabisa. Wabaki nyumbani. Sisi moja kwa moja tunaingia finali tukakutana na hao tunataka hao ndio tunawataka hao. So wamesema wachezi ndio tunawataka kwenye Sasa tunataka tujue mwisho wa Mwisho wa tuchezi tutajua tarehe 15. Mwisho wa pia tutajua kati ya tarehe 26, 27 mpaka 28. Siku 3 hizo. Nadhani ndio zitapangwa finali hapa. Hizo siku 3 hizo. Za tarehe hizo hapa. Kwa hiyo nako tutajua mwisho wa uko wapi. Sababu kwetu sisi ni ndizi. Yes, bwana Mnandi, mambo ni aje kaka? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko bweri wa afya. Na leo ni Ijumaa karimu. Mambo yanakwenda lakini. Kama ilivyopangwa. Utabiri wa ubaya ubwela ambao ulitabiriwa mwanzo wa msimu kabisa. Mwenyewe anajiita Nabii, msemaji la CAF Ahmed Ali, alisema kwamba msimu huu utakuwa msimu wa malalamiko. Viungo vyote vya mwili vya wapinzani vitalalamika. Utabiri umekwenda kutimia, naona malalamiko yamekuwa mengi mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars katika dimba la KMC ambalo wekundu wa Msimbazi Simba walifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja. Kupitia kwa msemaji wao Bwana Masanza, Singida wamepeleka barua ya maombi ama malalamiko kutaka baadhi ya hoja zijibiwe na shirikisho la soka kwa maana bodi ya ligi TPLB kutokana na kile ambacho wanaita makosa ya waamuzi kwenye michezo yao. Hili kama wana Simba na limetokea mara baada ya mchezo wenu, mnalipokeaje kwa upande wenu? Si binafsi tunayapokea vizuri tu, kwa sababu ukishazamilia ubaya, kwa hiyo chochote kitakachotokea wewe usijali, lazima ukabiliane nacho. Kwa hiyo sisi tutakabiliana nacho, kwa sababu binafsi wao baba zao ndio wa kwanza kuleta malalamiko, na hisi hata hao ndio wamewashauri waandike barua nao wakalalamiki. Hao hawachezi na hao nao waandike barua yao pia, kama vipi wao hawaimbi, wao wacheze, hao hawaimbi. Hao wenzao si hawachezi na wao barua yao waandike sasa hivi, na wao wachapishe na t-shirt kwamba hawaimbi. Alafu kila kitu tutakifanya sisi, sababu washachoka kushiriki kwenye ligi. Kama wamechoka wakatafute nchi nyingine wakashiriki, sio lazima kubaki Tanzania tu. Waende hata visiwani pia wakashiriki, kule nako ni kwetu pia inatosha. Wakiona inashindikana waende hata Rwanda, waende Burundi, waende Kenya, Uganda, nchi jirani hizo wanaweza kwenda kushiriki tu kule. Mpira unachezwa vile vile. Na michezo mingine kule ipo, kwa sababu wengine hawataki mpira sasa hivi. Riadha ipo. Waende huko kashiriki riadha, ambaye uchezi ili pale utakimbia. Kwa hiyo waende huko kashiriki michezo, itawahusu. Kwa sababu sijaona maana ya kusema unaandika barua kupeleka bodi ya ligi unaenda kulalamika. Unalalamika umeonewa nini? Wewe hapo umecheza na hao ndugu zako kikosi first 11 umeweka bench. Umekula chuma 2 kipindi cha kwanza. Cha pili unajifanya ndio unaingiza wao kinasoa, anazuga mtu ajifanya antemea, anafunga na wao apata hata goli moja. Wanatuzuga sisi. Mbona kuandika barua kwenda kulalamika? Kwa hiyo ndio mechi ile tu ya Simba wanaona kwamba labda hawajafanywa haki. Wamecheza michezo mingapi kwenye ligi kuu mpaka sasa? Si washacheza michezo 28. Wamebakisha michezo 2. Hiyo mingine yote waliocheza iko sawa sawa, hakuna mapungufu ya waamuzi. Ila wameona kwenye mchezo ule ndio kuna mapungufu. Haya tufanye sasa, wamepata sare. Wanaenda wapi? Kwenye ule mchezo. Wangepata tu hiyo sare wangeenda wapi?
Kwa hiyo kama ilikuwa mipango yao wameahidiwa milioni 300 wameikosa. Pamoja wamefungwa, wapewe hata milioni 150 inaweza kawasaidia. Si wamepunguza idadi ya magoli. Wapewe hiyo milioni 150 ili maisha yaendelee. Sijaona sababu ya kulalamika. Sababu hata wangeshinda kwenye mchezo ule, hawezi kwenda kushiriki klabu bingwa. Wanachotaka wanasema ni haki kwenye haya maamuzi ambayo yanafanywa na waamuzi. Sasa kama ni haki wangeweka kikosi cha kwanza nje, wangeweka kikosi B. Na wamekaa zaidi ya siku 4 hapo, wamecheza mchezo na KMC hapa, wako hapa. Mbona wamepanga kikosi cha kwanza wameweka nje? Mpaka wamefungwa ndio wanaingiza kikosi cha pili. Mbona hakulalamika? Au kulalamika kwa Simba Sports? Basi bado dawa inaendelea kuwatafuna. Sio hao tu, kuna wengine pia watalalamika zaidi. Kwamba yani huu ni mwanzo tu wa haya malalamiko. Trailer tu, picha bado. Yaani mechi za mwisho sisi sasa hivi tumebakisha michezo 3 kwenye ligi kuu. Katika michezo 3 hii kuna mchezo hapo watu watalalamika sana. Sababu mchezo tukimaliza tu tayari tupewe ubingwa wetu. Kama watacheza, lakini maana washachapisha mpaka t-shirt hawachezi. Hatujajua kama wanacheza au hawachezi. Tukimaliza tu mchezo watupe ubingwa. Nani hivi unadhani kwa nini haya malalamiko yamekuwa makubwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba? Siku zote timu ikishakuwa bora, wale walishakuwa wanazoea mipango kupita milango ya uwani, milango ikishafungwa lazima walalamiki. Utapita wapi? Unaambiwa upite mlango wa mbele na watu wamejaa pale sebleni kama wote. Na wewe ushazoea wizi, utapita bali. Wewe ushazoea kupita huko kwenye forgery. Sasa hivi forgery hakuna, sasa hivi hapa. Wote tunapita njia kuu. Na hao hawajazoea kupita njia kuu. Washazoea huko nyuma mwiko, lakini ndio wanaishi huko kwenye mwiko. Sasa na wao wajisogeze nao Singida wakaishi kwenye mwiko huko. Kama wanavyoishi wenzao na wao waende kwenye mwiko huko. Sisi tutaendelea kufanya shughuli yetu. Sijaona maana eti tunatoa taarifa kwa umma wanalalamika, wanasema tena unawatisha kabisa. Kama hatujapata maamuzi yaliokuwa sahihi, muona bwana. Sisi tutakuwa tushiriki ligi. Au tutaenda sasa. Hatushiriki ligi. Kama mshiriki, kama mtaki kushiriki, hata mchezo wa kesho pia vile msicheze. Amesema wanaweza kaenda Zanzibar. Kabla ya kwenda Zanzibar, wao wamesema kwamba kama hawajapata taarifa, hiyo barua sio wameshaandika. Na kesho kwanza wagome wasicheze. Wasisubiri siji lini wani wenzao waligoma, wamechapisha mpaka t-shirt. Kesho wasicheze. Wamesema taarifa yao haito athiri mchezo wa kesho bwana Mnandi. Isipokuwa wanasubiria majibu. Kama hatoridhishwa na majibu wao, ndio wataangalia taratibu nyingine za kufanya, ikiwemo kugomea michezo ambayo imesalia. Sasa kama umeonewa juzi tu, kesho utafanyaje? Utasaidiwa? Si ndio vile wanaonewa unachokisema? Si ndio wenyewe wanapotoa taarifa yao kwamba wameonewa? Kama umeonewa kwenye mchezo wa NBC Premier League, je, kwenye CRDB Bank ndio utaonewa? Wanaochezesha si waamuzi wale au wamebadilika? Wasimamizi wa bodi ya ligi si ndio wale kina Mguto? Kina Almas Songo wamebadilika? Rais wa TFF si ndio yule wa Eskalia au kabadilika? Au rais wa TFF sasa hivi Musepe? Labda atakuwa Musepe sasa hivi. Ndio inawezekana anaongoza shirikisho letu hapa ndani. Kwa hiyo mimi niwaambie tu, kama wanalalamika, wananuna, wanaona wanateseka, hata kesho wasicheze. Kesho wenyewe wasicheze, wasilete timu kabisa. Wabaki nyumbani. Sisi moja kwa moja tunaingia finali tukakutana na hao tunataka hao ndio tunawataka hao. So wamesema wachezi ndio tunawataka kwenye Sasa tunataka tujue mwisho wa Mwisho wa tuchezi tutajua tarehe 15. Mwisho wa pia tutajua kati ya tarehe 26, 27 mpaka 28. Siku 3 hizo. Nadhani ndio zitapangwa finali hapa. Hizo siku 3 hizo. Za tarehe hizo hapa. Kwa hiyo nako tutajua mwisho wa uko wapi. Sababu kwetu sisi ni ndizi. Tunataka tujue kwa upande wao wanamaanisha nini? Kwetu sisi hapa tunajua ndizi. Ila tukwa nyuma mwiko tujajua maana yake nini. Tunataka tujue huko. Kwa hiyo mapema wasitafute lawama na ziaka mapema. Wakae kushoto, gari lipite saizi likakutane nao baba zao. Tukamalizane nao mapema. Wasicheleweshe muda. Sababu sio washaanza kulalamika. Maana yake watakawaamuzi siku ya kesho wawasaidie. Kubebwa hakuna. Mshakuwa wakubwa, mshakubali kushiriki kimataifa, tulieni mnyolewe. Sawa, hapa mnaanza kulalamika asubuhi tu. Wakani kimataifa. Kule hakuna mjomba, hakuna shangazi, hakuna mama, hakuna baba. Kule unakutana na show tu. Kule kinatoa kiduku tu. Bendera chuma, mlingoti chuma. Kwa hiyo wasianze mapema malalamiko, wajitoe mapema. Sisi tusipate shida kesho kwenda kucheza mchezo. Wajitoe mapema, wakae nyumbani, sio twende finali. Nani, mimi nataka kufahamu kutoka kwako. Umekuwa shabiki na mfuatiliaji wa mpira kwa muda mrefu sana. Msimu huu umekuwa na malalamiko mengi sana kwa TFF na bodi ya ligi. Binafsi kwa namna ambavyo unatazama utendaji wao bodi ya ligi na shirikisho la soka Tanzania TFF, unadhani hawa wanalalamika wana usahihi kwenye hivi wanavyovilalamika ama wanaionea bodi ya ligi na viongozi wake? Hawa wanalalamika wote ni mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi. Mbona bwana? Wazazi wao ni wale, baba moja mama moja. Yaani wote wanajuana. Sawa sawa na ugali wa muhogo na kisamvu. Mtu na mjomba wake tu. Hawana tofauti ugali wa muhogo na kisamvu. Sawa? Kalalamika muhogo, leo analalamika majani. Sasa ametoka kwenye ule muhogo. Kwa hiyo wale tu. Wewe ushakula ugali wa muhogo na kisamvu? Ushakula?
Mtu na mjomba wake ushakula? Hatari hiyo. Sifanye masiala. Kwa hiyo ndio hichi kinachoendelea. Kwa hiyo binafsi hao wengine mbona siwasikii? Kwa nini wala kwani vilabu viko vingapi kwenye ligi kuu? Si 16. Kwa nini walalamika hao watu wawili kila siku? Hao wengine hawashiriki ligi hii. Azamu hawapo. Ushawasikia Azamu wanapiga kelele kwanza zopiga hawa? Ushawasikia? Azamu wakati wanacheza na Simba ushawasikia wachezaji 5 au 4 wameweka benchi? Ushawasikia? Kwenye vilabu viwili vikubwa ushawasikia wachezaji 8 wanaweka benchi? Kwa nini hawa? Hasa bado hizi Singida hii naipigia hesabu Singida ya ngapi? Hii Singida ya 3. Tumetoka kwenye Singida original United. Wakaja wakainunua ile GTB. Ilipopanda daraja wakainunua. Wakaita Big Star, yani Singida kubwa. Wakatoka hapo EF baada ya kuwashenyeta msimu miwili wakainunua. Wakaibadilisha jina wakaita Singida Black Star, Singida nyeusi. Mwakani tutakuwa na Singida Red Star. Msimu ujao usichangae kuiona Red Star Singida. Ipo. Utaiona. Nani swali langu kwa namna ambavyo bodi ya ligi na shirikisho la soka Tanzania kwa maana ya TFF amekuwa akipokea lawama tangu kuanza kwa msimu huu. Hujanijibu, wako sahihi hawa wanalalamika ama wanaionea TFF na viongozi wake? Kumbe nilikupa kodi tu hapa, nilikuwa sijafungua kukwambia ugalo mbogo na kisamvu. Maana nimekuuliza hapa vilabu viko 16. Kwa nini walalamike hao watu wawili? Hao wengine wanashiriki ligi gani? Si ligi NBC Premier League. Kwa hiyo hao hawaonewi. Kuonewa wanaonewa hawa mtu na mjomba wake, si ndio? Hao wengine hawaonewi kwenye ligi. Ila wao ndio wanaonewa kwenye nchi. Mimi niwaambie tu kwamba bodi ya ligi na TFF mapungufu hawezi kukosa kwa mwanadamu. Na hawezi kukosa kwenye sekta yoyote, lakini asiwe makubwa kwenda kuasili mashindano. Sijaona mapungufu makubwa kwenda kuasili mashindano. Mimi naamini kwamba washazoea kubebwa, washazoea kupata ubingwa wa forgery. Sasa ubingwa wa forgery hakuna. Ukimtukana baba, kaa ukijua wewe utalala juu ya paa. Si umeelewa? Ukimtukana baba, kaa ukijua siku hiyo utalala juu ya paa. Kwa hiyo sasa hivi nyuma mwiko analala juu ya paa. Kwa hiyo sasa anaangukia, anahangaika wapi atadondokea. Maisha yake sasa hivi juu ya paa. Halali chumbani sasa. Kwa tuseme tu moja kwa moja kwamba wanaikosea bodi ya ligi na viongozi wa shirikisho la soka. No doubt. Wanaikosea pakubwa mno. Yaani pakubwa sana. Sema tu kwamba hao wenyewe TFF bado wana ukarimu, bado wanaungwana. Lakini kama wangesimama kuhakikisha wanafuata sheria na kanuni za mpira, saizi ya watu tungekuwa sasa tushasikia washashushwa daraja. Ila kwa sababu mpira wetu unaendeshwa zaidi kisiasa na unaendeshwa zaidi kiungwana. Busara. Yani sheria haifanyi kazi, lakini busara ndio zinazofanya kazi. Sijawahi kuona vitu kama hivyo duniani. Sheria ipite kwanza, sababu sheria ni msumeno. Ikishapita masuala ya busara yanakuja baadaye. Lakini unajua kabisa mtoto fulani kashamkosea mtoto fulani, nyinyi mnafahamiana, basi mkija pale kwa sababu mnafahamiana, bwana hayo yaishe tu, hao wote si familia. Hakuna hivyo. Sheria ipite kwanza, busara itafuata. Lakini hapa busara ndio inakuwa mbele kuliko sheria. Kwa hiyo Karia ndio maana aliwabeba mwisho wa siku akaja kuumia yale maneno yao. Akaja alipotoka na huko tu alivorudi, kaja akawajibu kwamba mafanikio yenu yote mmeyapata kupitia mgongo wangu mimi. Mna machafu mangapi? Mpaka mshindikize huko bodi ya ligi watu wajiuzuru. Anzeni nyinyi kwanza. Alafu huko kutafuta. Katutukana, katubeba dini, katusaidia nini? Ndio haya yanayotokea sasa. Kwani swalilia kwenda kwa mama? Baada ya Simba tubaki kuchukua misimu minne. Hawajalia hawa. Na ule msimu wa 5 ule ambao wao ndio wameenda kuchukua ubingwa 2022. Walipoanza kutoa sare na Mbeya City. Wakaanza kulalamika. Msemaji mdau Manala, mhamasishaji Bumbuli wameitisha press. Walipotoka hapo kaona haitoshi. Bado tena wazee wao wameitisha press Jangwani. Wakiongea kwamba tumekubaliana msimu huu mpira uchezwe. Hasa mpira uchezwe siku ile ulikuwa zinachezwa ngumi pale. Au kulikuwa na mieleka? Au kulikuwa na riadha? Maana yake sisi hata tulikuwa baya tulikuwa tujui wana maana gani. Wale wazee wamefungua kwamba wamekubaliana wao wawe mabingwa. Wakawa mabingwa. Ulisikia kelele? Ulisikia katajwa Almas Kasongo? Ulisikia Mguto katajwa? Ulisikia Karia katajwa kwamba wewe Simba misimu mitatu baki wanachukua ubingwa. Wamecheza robo finali. Wamecheza finali ya shirikisho. Umesikia Karia kaambiwa sio? Lakini saa hizi sasa ambao walipozoea wao saa hizi washavuna mashamba yao, lakini mpaka saa hizi mpunga hakuna. Sasa kwetu tunaita mifuya hii. Saa hizi wote washakula ndege. Mpunga unaonekana umekuwa kimo cha binadamu, lakini hakuna kitu. Kazi bure tu wamebaki magugu. Yaani kazi yote walotumia madawa, mbolea, sawa, kutoa hela kupalilia, kazi bure tu. Wametoa hela watu wahamie kazi bure, ndege wamemaliza mpunga wote. Saa hizi wamebaki magugu. Kwa ndio maana wanalalamika saa hizi watavuna nini? Na mpunga wamefanya kila kitu nao umekuwa kama kimo cha binadamu, lakini mavuno hakuna. Lakini kipindi cha miaka mitatu mpunga uko kimo hiki. Sawa? Kama cha mbuzi wanavuna. Magunia ya kutosha. Lakini mwaka hata gunia moja hawapati. Ndio kizokeleo unazozisikia. Shughuli ndio imeshakuwa pevu. Yaani wamelima vya kutosha, wamemwagilia, wametumia gharama zote, lakini mavuno hakuna na mtakosa sana. Ubingwa wao mimi nakuahidi ule wa muungano wa siasa. Ile ngao ya jamii ndio ubingwa wao mwaka huu.
Kuliko baki huko watavaa medali. Basi kuliko baki watavaa medali tu. Nadhani tumalizie hapa. Siku ya kesho mtakuwa na ambao mlicheza nao siku ya Jumatatu. Walionyesha kiwango kikubwa sana na upinzani wa hali ya juu. Matarajio ya kesho yapoje, wanatoka? Binafsi kama tulivyoanza na ndivyo tutavyoenda kumaliza. Kama tulianzia Mbagala, basi tutaenda kumalizia Oysterbay. Kama tulianzia kaskazini, tutaenda kumalizia kusini. Na kama tulianzia kusini, basi tutaenda kumalizia kaskazini. Kwa hiyo naamini wajiandae kusubiri tu kunyolewa, si twende finali. Sisi tunawataji hawa watucheze ngondo, tunawataka. Sio hawa. Sisi tunataka wakubwa wenzetu, sio hawa watoto. Hawa wanaotamba hapa kwenye mabwawa kila siku ndio tunawataka hawa. Na hao ndio waliwaambia hawa andike barua. Kwa hiyo sisi tunao. Na mchezo hautakuwa rahisi. Tunajua kabisa vita ni kubwa. Walicheza nao Bonanza hapa kabla tujacheza sisi. Wakapigwa chuma 3 kwa 2 hapa nyuma mwiko. Haikutangazwa hiyo. Lakini wakala chuma 3 pale pale KMC. Sawa? Zile 3 zile 2 sisi tukazifuta, tukaja ndugu zao tukapiga chuma 1. Kelele zimeamka. Kwa hiyo ukimsikia mtoto analia basi upo karibu na mama yake. Kwa hiyo tunaamini kelele utazisikia tena kesho. Baada ya 12 jioni utasikia kelele zinaamka kutoka Karatu kule Babati. Sisi tushafanya shughuli yetu. Kesho hakuna goli moja. Kesho hamna sala sawa hadi zipo.